Na kwa kweli tumesherehekea Idi vile inavyopaswa. Kuanzia qari wa kwanza alisoma sura gani vile? Alisoma suratul Fatiha. Haya, na wewe utasoma baadaye nikupe hela, sawa? Haya, baadaye njoo usome. Sawa? Tumefahamiana vizuri Suratul Fatiha alianzia Muhammadur Rasulullah alitupa ujumbe sehemu ambayo katika sehemu 4 ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitajwa kwa jina lake ni katika sura yenye jina lake Suratu Muhammad. Imeelezea baadhi ya habari pia za vita na mambo kadha wa kadha, na ikaonesha yeye Muhammadur Rasulullah na wale aliokuwa nao ni wakali kwa wasiokuwa wao, lakini kati yao wanahurumia, wajabar rahma, wanahurumiana baina yao wao kwa wao. Tunatakiwa tuige, hatuna sisi wa kuwaiga isipokuwa wale waliopita kabla yetu, Mtume sallallahu alaihi wasallama na jamaa zake. Kisha baada ya hapo tukapata nasaha za khilafa kupitia mzee wetu, shekhe wetu, Sheikh Nasr. Alitukumbusha jambo kubwa kwamba kumbe baada ya kuuliwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu walipendekezwa watu 6, miongoni mwao Sayyidina Ali na Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma. Na shekhe letu akatuambia aliopewa kazi ya kuwachagua wenzie Abdurrahman bin Auf. Kwa kweli akatueleza habari kama hizo, lakini tunamshukuru Allah kwa kupata nasaha kama hizi kwa Sheikh Nasr. Kisha si muda mrefu akaja Sheikh Abubakar na yeye akatuasa juu ya familia, akatusisitiza tuzilee familia, hasa wake wasimamie dini ingie ndani ya majumba. Lakini alikuja mtoto mdogo wa kike na alhamdulillah akatusomea aya katika suratul Baqara kuanzia pale wattabau, aya ambazo ndo za mwanzo kuja kutuonesha ni kweli uchawi ni kitu ambacho kipo. Tunashukuru kupata mafunzo kama yale. Lakini alikuja Sheikh Shaban akisema machozi yamemtoka kwa sababu ndo hali ya familia yake. Ni kweli Sheikh Shabani alhamdulillah na kizazi kizuri, kizazi cha Qur'an. Kwa hiyo nasaha kama hizi, kama Sheikh Hassan aliposoma, Sheikh Omar Muhia aliposoma, ndugu yetu Sheikh Hassan Ngonyo wamesoma. Lakini kwa siku ya leo vitu vyote vilivyokuja kuwasilishwa hapa mbele vinaathiri moyo, lakini vitu vya aina mbili vimezidi wenzi wake. Kitu cha mwanzo, maneno aliyozungumza Hudhaifa amekuja kutuelekeza umuhimu wa istighfar na ubaya wa madhambi. Amepita katika sura Nuhu maneno ambayo wote alituacha mdomo wazi. Siku zote akitoa maneno pamoja na kanzu, mara na kilemba, mara na mwaluma, lakini leo kaja ovyo ovyo tu, lakini hatari. Kwa mtaani asema hatari wanaume. Leo kaua kweli kweli message yake. Mnasemaje amani? Maneno ambayo kwanza unamshangaa vile alivyo, lakini yale yanayosemwa kana kwamba yote anatugonga. Na alivyofurahisha zaidi, hata sijui kama dakika moja iliisha. Maneno mafupi lakini maneno ya hali ya juu sana. Na mimi nilikuwa namchukulia wanasema vijana poa, lakini wiki hii mtamsakazia msikiti fulani wakati wa khutba. Ni maneno mazuri, na nilimwambia sasa kwenye dawa umekomaa. So maneno yale yanaweza kuathiri moyo, alhamdulillah. Lakini maneno ya mwisho yalouliza watu
ni Qur'ani aliyosoma mtoto wa mwisho, mtoto wa Sheikh Hassan. Siku zote tunakuja naye, lakini leo hata nilikuwa mimi najua sijui kama alifu kavuka, kumbe yupo kwenye bahari zingine. Na kubwa zaidi amesoma suratul Mulk, sura ya ufalme wake Allah, na ndani yake akataamal na aya zenye kusisimua. Ni pale Allah aliposema walilladhina kafaru birabbihim adhabu jahannama, alafu Mungu akaongezea kibwagizo kibaya, wa bi'sal masir. Wana wale walokufuru mbele ya mlezi wao, Allah akatumia neno rabbu, hakuwanyima kitu, aliwalea, aliwapa, aliwaneemesha, aliwafadhilisha mbele ya mlezi wao, kwamba ametumia neno rabbu, hana ubaya na wao, hajawakata, kila neema kawapa. Adhabu jahannama, moto kuna sakar, moto kuna hutama, moto kuna kadha, milango 7, lakini baba wa moto jahannam. Imechochewa miaka 1000, moto umechochewa, kisha miaka 1000 ukachochewa tena, kisha 1000, mwisho ukawa mweusi moto. Ni moto ambao Allah alieleza sifa zake, tad'u man adbara wa tawalla, unafanya kuwaita watu kwa majina, Omari, Ali, Zuberi, fulani, na mtu akiingizwa mle ndani, nazaata lishawa, ili gozi la kichwa lote linafumuka mara moja. Ndio maana Allah akaongeza wa bisal masir, marejeo mabaya, hakuna safari mbaya ya kurejeshwa kama pale. Adhabu jahannama bisal masir idha ulqu fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, likitupwa ndani yake kundi, sa'alahum khazanatuha, wale walinzi wa motoni wenyewe wanauliza, mpaka mmekuja huku, alam yatikum nadhir, hamjapata message nini? Hamjapata habari nyinyi? walilladhina kafaru birabbihim adhabu jahannama bisal masir idha ulqu fiha sami'u laha, kila wakiingizwa ndani ya moto huo, sami'u laha, wanausikia ule moto, shahiqan, unapiga makelele, wahiya tafur, na unatokota tokota. Utakaujue jahannama inatokotaje, hebu kila mmoja atie vidole masikioni, tia vidole mpaka mwisho hiyo. Masikia hiyo biribiri, mawaidha hayo. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayazu min alghayth, unakaribia moto kupasuka pasuka kutokana na hasira yake. Siku hizo moto utafanya fujo, unatafuta watu, basi wataumbwa malaika wenye ukubwa kama Jibril 1000 wauzuie ule moto unafanya fujo, kisha kwa fujo ule moto wote wanazimia wale malaika. Moto unatafuta maadui yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyaz min al-ghayth kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala. Watu wasema bwana, qad ja'ana nadhirun, mpaka vitoto vidogo vilikuja vikatupa uonyaji huu, walitujia sisi wajumbe. Qad ja'ana nadhirun lakini fakadhabna, tuliwapinga, tuliwazomea, tuliwasodoa. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay, tukasema Mungu hajateremsha chochote. Mshai kumuona ng'ombe anaongea mambo ya Mungu bana? Hebu acheni mambo yenu. In antum illa fi dhalalin kabir, hamkuwa nyinyi isipokuwa katika upotevu mkubwa. Waqalu, na watasema, lau kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabi sa'ir, tungekuwa tunasikia sisi, tuna masikio, tungekuwa tuna akili sisi, tusingekuwa watu wa maskani ya moto. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir, watakiri kwa madhambi yao na watakuwa wamestahiki kukaa hapo motoni. Allah akasema, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, wale wanaomuogopa Mola wao kwa ghaibu, hawamuoni. Kule tunaambiwa hivi, fa amma man tagha
wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya alma'wa wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye ameogopa masimamo ya Mola wake, wanaha nafsaha anil hawa, akaikataza nafsi yake kutokamana na hawa. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, nafsi akaionya, fa innal jannata hiya alma'wa, peponi ndo sehemu yake. Allahumma ja'alna minhum. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaib, wale wanaomuogopa Mola wao kwa siri, hawamuoni, lahum maghfira, wana wao msamaha, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, na malipo kedekede makubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa kweli idi yetu hii leo, message iliyotuletea pamoja ni idi inatuambia tukae mbali na maasi, tusimwasi Allah. Ndugu zangu wa Kiislamu, hapa duniani ni maisha ya kupita, na kila mmoja ataenda kaburini kwake peke yake, hatoenda hata na marafiki zake. Na sisi mnavyotuona hapa, hebu jitizameni, wallahi hatujui nani ataanza. Lakini hapa inawezekana kuna wote si tumeharamishwa, hatufi kwanza mpaka uanze wewe. Hakuna mtu kufa hapa mpaka uanze wewe. Je, ni wewe, ni mimi, ni yule? Sasa kwa maana hiyo, madhambi tunayo, madhambi tusikatae, tunayo, tena yale madhambi mabaya kabisa tunayo. Kinachotakiwa ni kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tutubieni jamanini, tumalizane hapa ili tukirudi kwa Mola wetu karimu basi tuwe tumekaa sawa. Hii ni idi ndugu, lakini huko kuna idi zinatusubiri kama tutatenda mazuri. Isipokuwa maisha haya ya dunia haya yanaweza yakakupeleka mbio mpaka ukakata tamaa na rehema za Mungu, lakini ya kwa Mungu ni makubwa. Hizi sala tunazoswali tasbihi, mkioneshwa tu tunachopata, nyoyo zenu hazitahamali, mnakufa hapo, moyo unapasuka. Na kama tutafanikiwa tukaenda katika radhi zake Allah, tutajuta kwa nini hatukufa siku nyingi. Haya maisha hizi tabu hii uhuli mpaka ukope, hata msijali, kwa siku tutaachana na hii dunia. Dunia haina mwenyewe. Sikukuu kama hii kwa watu wengine ni mbaya, mpaka mtu anachanganikiwa, mpaka asema mtu bora nife tu. Au sichanganikiwe. Muislamu akipata imani, kadri inavyozidi zilzala na mitihani, anazidi kufurahi kwamba Allah sasa ana mpango mzuri na mimi. Wallahi lazim, ukipigwa kiboko, wewe kila siku wanawake wanakudai talaka, vitoto vinakufa, hela hupati, usijione una nuksi, huna nuksi, mahoma kila leo. Idha habba Allahu abadan fabtalahu, hayo ndo mapenzi ya Mungu na ndo faida ya imani. Usikate tamaa kabisa, hata umepoza usiseme nimeisha. Watu wakija kutembelea, hali yangu ndio nilikuwa Osman Michael, nilikuwa na magari 4 5, nimekwisha. Hujaisha, ila Allah kukuondoshia mali zako, kukupa maradhi huko kitandani, yani ndo kakuongezea mapenzi. Haya huwezi kuyabaini, sharti uwe na imani. Mapenzi alokuambia ili Allah ampende mtu ndo ampe kila kitu, nani kakwambia? Alokuambia hivyo na dunia Allah anampa ampendaye na asompenda. Mara nyingine ampendaye humnyima. Mtume kalala njaa, mtume huyu, mtume wetu. Kasumbuliwa na wanawake, mtume wetu. Kangolewa meno, mtume wetu. Kapigwa shoka la uso, mtume wetu. Nabii Ilyasa njaa kazimia, kafa. Nabii Isa hana pa kukaa, maskini kweli kweli. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hii dunia angeipa thamani kama ubao wa mbu, yule mtu asoswali na kutenda kheri hata tone la maji asingepata. Kwa hiyo tuna mashetani wawili au tuna mashetani watatu. Shetani wa mwanzo ni yule wa kijini, anatukatisha tamaa na rehema zake Allah, tumshtukie. Shetani wa pili ni nafsi zetu. Nafsi zinataka kuporomoka, hazitaki tabu, hazitaki dhiki. Uiambie nafsi yako koma, saada haiko pale, saada iko akhera. Ukionyesha nafsi yako saada iko hivi, izuie nafsi. Lakini shetani wa tatu, hii dunia hii, ikiwa haijakaa vizuri hii dunia hii, na dunia ilivyokuwa haina maana,
Yani unawaza vitu vizuri kiasi ambacho una uhakika maisha yanaendelea. Inawezekana ukaingia madeni makubwa, ukaingia aibu, ukaiba fedheha kiasi ambacho una uhakika hata kama kesho utaamka. Kwa hiyo kama kupiga ramli tu, patapotea. Ngoja nijitahidi, labda nitaishi. Hiyo labda maana yake nini? Ni kwamba vitu viwili, uhai na umauti. Chenye uhakika ni kifo, uhai hauna uhakika. Sasa usishughulike na kile ambacho hakina uhakika, shughulika na kile ambacho kina uhakika. Hii dunia tuitafute endapo akhira yetu ishakaa sawa. Mimi binafsi nafanya yote, dunia kwangu ni ziada. Nikishaona akhira yangu imekaa vizuri, nikiona akhira yangu imekaa vizuri, dunia ni kitu cha ziada. Ushuhuda nao, mara yule si anasema si hela kula anayo. Hapana ndugu zangu wa Kiislamu, kabla sina hela kula tunakimbia huko maporini siku 40, siku 3, siku 10, siku 15, tuko Singida, tuko Kongo, tuko Nyamisati, Rufiji, tuko wapi. Kila siku nilikuwa nikimlingania shehe wangu Sheikh Kombo, mwambia twende fi sabilillah, twende fi sabilillah. Tulikuwa tukizomewa, vijana wadogo wanajipiga misikitini, mtapata lini maisha. Tulikuwa tunaitengeneza akhera. Hata huyu mtoto aliyokuja kusoma aji hivi tu, babake kuna mihanga kaitanguliza, tumelala chini kwenye simenti Singida baridi, tuko naye siku 40 cash tumeenda kumpa Allah. Tumeiacha Dar es Salaam yetu nzuri yenye hali nzuri, tumeenda huko tujui tutakula nini, tunalala msikitini, hatukuwahi kulala kwenye nyumba ya mtu hata siku moja, siku 40 tunamtangaza Allah. Sasa kwa kifupi, dunia ishakuwa mukaddara. Sisi bwana tuwe na hali nzuri hatuathiriki, tuwe na hali mbaya hatuathiriki, tuko vile vile. Dunia ikija kwetu, si tunahesabia imekuja ili tusogee kwa Allah. Tuzidi kusogea kwa Allah kwa wepesi. Ikiwa imeondoka, tunasema Allah katusafisha ili isitushughulishe. Huko ndo nyumbani. Kwa hiyo sisi tunathamini radhi za Allah kuliko chochote kile, na haya ndo makusudio. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, alokosa dunia si kwamba Allah hampendi. Hata hizo sala za mtume zinazofungua, kama unazifanya kwa mzaji utajirike, zinaweza hata zisitoboe, na zikitoboa ni shari kwako. Isipokuwa utazifanya Allah alete dunia kwa ajili ya akhera, ndo makusudio. Hizi ni mbili tofauti. Na msalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kukithirisha salatu ala nabii kunaleta rehma, kunaleta neema. Kama hiyo neema italetwa, kama ni gari, kama ni nyumba, itumike kwa ajili ya dini. Niambie kitu kimoja cha Uthmani Michael, amemuomba Allah kupitia sala za mtume, akasema gari ile pale imekuja kwa ajili ya sala ya mtume, gari ile pale, alafu hakipo kwa ajili ya dini, hakitumiki kwa ajili ya dini. Iko wapi? Hamna hata gari moja inafanyia kampeni za siasa, hamna hata gari moja. Hizi simu zenyewe hizi tumemwomba Allah kazileta. Hii simu ikiingia dini, ikitoka dini, hamna habari nyingine. Umefahamiana? Safari zetu dini, kukaa kwetu nyumbani dini, mchana kutwa tunazungumza uungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hata alivyoleta ya makorokoro ili tufanye dini, hamna njia nyingine, hamna habari nyingine. Sisi kuoa wake wengi kwetu si dini. Hatutaki dini dhalilike. Ndio maana tunapenda kuishi misikitini, tunapenda kukaa misikitini. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, nisiongee sana na wakati umesogea sana, lakini Allah maneno ametukumbusha akhera moto unawaka, na huko ndo nyumbani. Nyumba hii nimejenga mie, na kama nimejenga mie, yani nikisha kufa hata kule chooni ya watu taka kuniweka, na nikikawizwa sana utaambiwa marehemu anazidi kutoka harufu, atolewe kwenye hii nyumba. Tenda kulala sijui hata nitaenda kuzikiwa wapi. Yani vyote naacha hapa tu. Ndio ujue dunia ni kitu duni. Kwa hiyo tunashukuru watu wote waliohudhuria katika hudhuri hii. Hivi sasa tapata adhana mukhtasar, alafu
tupate kuswali, na baada ya kuswali tupate riziki. Tunasema Mwenyezi Mungu atutakabalie idi yetu. Takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.